Tuketi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nimeokoka kwa majina kwa sababu ya wageni. Ni Esther Wajikwa Gojiri, na Kristo ni Bwana, amenidumisha katika wema wake. Namfurahia hata kwa sababu ya kunipatia nafasi hii ya kusimama mbele zenu, na pia namshukuru mchungaji wetu kwa sababu ya kunipa fursa ya kukua mahali hapa, na pia wana guild kwa sababu ya kunipatia nafasi, na washukue shukrani hizo ni kwa sababu wamenipatia nafasi, si kwa sababu ninajua, si kwa sababu mimi ni mhubiri sana, lakini kwa sababu ilimpendeza Mungu niwe mahali hapa siku ya leo. Bwana asifiwe. Tutaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaalika uwepo wa Roho wako Mtakatifu ili awe pamoja nasi tunapoenda kulisikia neno lako Mungu wetu na kulitafakari. Mimi nikisimama na watu wako hakika, Baba wa mbinguni, tunaomba unitumie tu kama shobo, na ili Mungu wetu, ili ambao unataka watu wako wakapata pamoja na mimi, Baba utupatie tukiwa pamoja. Nikisimama hapa Mungu wetu, naomba ukanitia nguvu Mungu wetu, na ili nikatagasa tu mausia yako, ili watu wako Baba wa mbinguni pamoja nami tujue vile mapenzi yako yalivyo juu ya maisha yetu, ili tutende kadri na mapenzi yako. Meomba hayo tukijua kwamba utakuwa pamoja nasi tunapoendelea, katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kushukuru. Bwana asifiwe. Siku ya leo tuko na theme ambao tumepewa na wana guild, na ni theme ambao ni theme nzuri sana, na pia ni theme ambao ni challenging sana, kwa sababu tunaambiwa kwamba we are treasured possession ready for service. Kwa hivyo hiyo ya mwisho, unajua tunachukua treasured possession, sisi ni kitu cha dhamana, lakini saa zingine hatukumbuki ni kitu cha dhamana ili tumtumikie Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunaweza chukua tu kitu cha dhamana, lakini tukusahau ya kwamba ile kitu ya maana sana ni hiyo laini ya mwisho, kwa sababu tutakapotimiza hiyo laini ya mwisho ready for service, wakati huo ndio tutakuwa kitu cha dhamana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni theme nzuri sana ambao itatuelekeza, na najua ya kwamba kwa sababu neno la Mungu linatufunza hali ya kutii, tutalitii na tutatenda kadri na mapenzi ya Mungu, na ili tuwe the treasured possession ambao Mungu aliumba tuwe. Bwana asifiwe. Leo tumesomewa masomo yetu mawili. Somo la kwanza ambao inapatikana katika kitabu cha Exodus 19, na theme inapatikana mstari wa 5. Lakini tukianzia hapo mwanzo katika kitabu hicho cha Exodus, tunaona ya kwamba wakati huu wana wa Israeli walifika mahali pale Sinai, ilikuwa ni mwanzo wa mwezi wa 3 tangu watoke katika nchi ya Misri. Na tunajua ya kwamba wakati huo walikuwa wamemaliza miezi 2 tangu watoke mahali pale, na hii siku ilikuwa ndio wanaanza mwezi wao wa 3, na ndio wakaradi mahali pale katika Sinai. Katika mlima wa Sinai mahali pale palikuwa na uwanja mkubwa ambao waliweza kwenda na wakakampu mahali pale. Na tulipokuwa tukiendelea kusoma, wanasema ya kwamba wakati hawa wana wa Israeli walienda na wakaradi mahali pale, naye Musa alipanda mlima ili akamsikilize Bwana vile anataka wakae na wafanye. Bwana asifiwe. Na tukiendelea kusoma inasema ya kwamba wakati Musa alitoka akawasha wale wana wa Israeli na akapanda mlima aende akakutane na Mungu. Kumbuka ya kwamba Mungu hakai hapo kwa mlima. Mungu alikuja hapo kwa mlima, na huyo akapanda na wakakutana mahali pale kwa mlima ili amuelezee haya na haya ndio ninahitaji. Na ndio tunaendelea kuona ya kwamba Mungu kabla ya kusema ile kitu alitaka wana wa Israeli wafanye, aliwakumbusha. Akawakumbusha, aliambia Musa ya kwamba aende awakubushe ya kwamba walijua vile aliweza kuwatoa katika ile nchi ya utumwa, na pia akawaambia wakumbuke vile aliwabeba na mabawa satai. Na wakati huo nilikuwa nikisoma hili neno na nikijaribu kutafakari na kuomba Mungu anifunulie zaidi, nikakujua ya kwamba Mungu alikuwa anataka kwanza wakumbuke, na si wakumbuke mahali pale katika the Red Sea, lakini wakumbuke vile mambo ambao waliyapitia ili wale watu wa Israeli waweze kuwashiria, kwa sababu haikuwa ni safari kidogo. The process was not easy.
kwa sababu tagia tulipoanza tukijua Musa mahali ambapo aliitwa na Mungu akutumwa huko kwa Farao, ilikuwa ni safari, ilikuwa bahari, kwa sababu alifika mahali pale, na tunajua kwamba kuna mambo mengi yalitendeka. Maji yakawa damu, kukawa na inzi, kukawa na frogs, mambo mengi, na mpaka ikafika mahali vijana wa Israeli wa firstborns wakaaga. Kwa hivyo alitaka wakumbuke hiyo yote, wasifikirie ni hao wenyewe waliweza kujitoa mahali pale. Na ndio maana Mungu hakusahau kuwakumbusha ya kwamba wakumbuke kazi ambayo Mungu alifanya ili akaweza kuwatoa mahali pale. Bwana asifiwe. Na pia akawakumbusha ya kwamba hata wakati walitoka mahali pale aliwabeba, kwa sababu wakati walipofika katika Red Sea, maji, barabara haikukua, na nyuma yao adui walikuwa, kwa sababu wana Israeli waliendelea kuwafuata. Na akawakumbusha ya kwamba aliweza kuwavukisha, na maji ikakatika, barabara ikatengenezeka, na wakati huo huo nao wana wa Misri wakaaga kwa maji yale. Kwa hivyo haya mambo yote Mungu alienda akisema ya kwamba wakumbushwe haya mambo yote, kwa sababu Mwingereza anasema ya kwamba the moment you forget where you have come from, it is the start of your downfall. Bwana asifiwe. Na Mungu alijua watakaposahau ya kwamba ni mkono wa Mungu uliwatoa mahali pale na ukawaleta mpaka sasa, mwezi huo ulikuwa ni watatu unaanza, wangesahau ya kwamba it was God. Si kwa sababu walikuwa wasuri, si kwa sababu hao walitenda mambo mazuri, lakini Mungu aliwapenda na akawachagua, akasema ya kwamba hao watakuwa watu wake, hiyo itakuwa nchi teule. Na ndio maana ya kwamba alisema kwamba wakumbushwe haya mambo yote, na wakati watakapomaliza kukumbushwa hayo yote na Mungu akasema ya kwamba uwaambie, kwa sababu ya hao yote niliwakomboa kutoka katika nchi ya utumwa na nikawaleta nikawafikisha mahali hapa. Kwa hivyo kuna conditions tu mbili ambao ninawapatia, ya kwamba wakuwe watu watiifu, na pia wakuwe watu to keep his covenant, ya kwamba mpaka wakuwe watu watiifu, they must be obedient, na wa keep the covenant. Hiyo ndio mambo mawili, those are the conditions that God give to them. Aliwaambia ya kwamba hayo mambo wakati watakumbushwa, warudi wakumbuke ya kwamba Mungu anawataka tu wakuwe watu watiifu. Bwana asifiwe. Na ili neno la utiifu wakati mwingine tunalishukulianga tu kwa kama jambo la kawaida, ya kwamba God want us to be obedient. God want us to be obedient. To be obedient to what? To be obedient to his word. Bwana asifiwe. Lazima tukue watu watiifu kwa neno lake Mungu. Na tutakuwa na maana ile kitu ilifanya Mungu akawarudisha mahali pale. Hata wewe na mimi tunajua mahali ambapo Mungu alitutoa. Wewe unajua shimo ambao Mungu alikutoa. Unajua mahali ambapo na yale yote ambao ulikuwa ukiyafanya. Lakini Mungu kwa mkono wake na kwa huruma zake akakutoa mahali pale, akakuleta katika nyumba yake, kama vile Biblia inasema ya kwamba alileta wana wa Israeli kwake yeye mwenyewe, akawatoa kule akawalete kwake yeye mwenyewe. Wewe na mimi tulitolewa mahali tofauti tofauti, na kila mtu anajua penye alitolewa, na Mungu akakuleta kwake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Ama tunafikiri tuko na tofauti na wale wamama ambao wako bado kule nje? Hatuko. Kuna wamama wanauza pombe, kuna wamama wanalala kwa mitaro. Hata leo, si leo ilikuwa Sunday, ujue kuna wamama walilala wakilewa, asubuhi ndio wametoka. Kuna vijana, kuna wanaume the same. Kuna kitu sisi tulifanya ndio tukakosa kukua kama wale? No, si ati ni bidii yetu, sio bidii yetu. Hakuna kitu kubwa sana ama mzuri sana tulifanya, lakini Mungu alitupenda akatutoa mahali pale. Na ile kitu inafanya hili jambo nilipokuwa nikiliwasa, ilinifunza ya kwamba nikikumbuka mahali ambapo Mungu alinitoa, na mahali ambapo amenilete, na mahali ambapo amenifikisha, mahali pake mimi niwe nikikula matunda ya uzuri wake. Anataka nimtii ili nifanye wale ambao wako bado kule niweze kuwaleta, nisiwaone wakiwa wenye dhambi, nisiwaone ya kwamba hao hawawezi samehewa. Nikumbuke mimi nilikuwa kama hawa, lakini kwa sababu ya huruma zake nyingi Mungu akanitoa mahali pale, amenilete, amenifikisha mahali hapa, na sasa mimi ndio huyu. Si kwa sababu I am worth, ni kwa sababu yeye alinipenda, alinihurumia tu, akanipenda na akanifanya kama vile nilivyo. Wewe na mimi tulikuwa hivyo, kwa sababu hatukusaliwa. Biblia inasema ya kwamba we are sinners from the day we were conceived.
into our mother's wombs. Bwana asifiwe. Ati sisi ni wenye dhambi kutoka wakati tuliumbwa katika tumbo za mama zetu. Kwa hivyo kumbuka, ni wengi walisaliwa wakati ulisaliwa, today they are not there. Ni wengi walisaliwa wakati ulisaliwa, wengine hawajijui, wengine wako huko kama vile tumesema. Lakini wewe akakuchagua, akakufanya mmoja wa kurithi ufalme wake. Na ndio maana alikuwa anataka hawa wana wa Israeli waweze kukumbushwa kwenye aliwatoa, na waweze kukumbushwa ya kwamba yeye anawaita tu wakuwe watiifu na wahitimishe ahadi yake, na ili wakaweza kupokea mambo ambayo Mungu alitaka wapate. Ni kwa sababu alitaka vile aliwatoa kwa nchi ya utumwa, alitaka wakuje wakuwe wake mwenyewe, wa experience mapenzi yake, ili waweze kujua ya kwamba yeye anawapenda, na pia waweze kujua atawabariki, waweze kujua he will protect them. Alisema ya kwamba he has called them to himself to show them his love, his blessings, his protection. Ni kwa sababu yeye anawapenda, but the condition is only being obedient and keeping the covenant. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tunaposema ya kwamba we are a treasured possession, it is us who are called to be treasured possession for service. Kwa hivyo inatubidi tuwe watu watiifu, na tunajua ya kwamba sisi si watiifu kwa mambo mengi. Tunajua ya kwamba sisi si watiifu, kama vile tumejaa katika, washa niseme hivi, kwa sababu sisi wote ni wamama wa Guild, si ni kweli? Na kama vile tumejaa katika kanisa hili, wakati mwingine hatuwezi kupatikana hivi. Saa zingine tunapatikana Guild week tukiwa tumejaa. Saa zingine kwa mambo ambayo tunatakikana kufanya hatufanyi. Kwa hivyo Mungu alichunguza akaona hawa watu si watiifu. Na kwa hivyo, kwa sababu Biblia inasema hakuna neno Mungu atatumana ikuje bure. Ametumana kwa sababu wewe na mimi tumekosa kukuwa watiifu kwa nadhiri ambao tulishukua. Bwana asifiwe. Ulishukua nadhiri kama vile tulikuwa tukiambiwa asubuhi ya kwamba kazi ya Mungu mbele na yako baadaye. Lakini sisi tumejijua, wewe unajijua, mimi ninajijua, kama hivyo ndivyo ninafanya. Na wakati Mungu akiwa mbinguni alitazama akaona hawa watu wamekosa kuwa watiifu. Kwa hivyo mpaka hili neno nilifanye kuwa dhimu ya mwaka hii, ndio wasije wakasema ya kwamba hawakulipata. Kwa hivyo wewe utakuwa kitu cha dhamana mashoni pake Mungu, kwa sababu utakuwa mtiifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni juu yako na ni juu yangu mimi, kwa sababu wewe unalolisikia neno, si wa mama wa Guild peke yake. Wewe unalolisikia hili neno, ujue ya kwamba today Mungu atakukatia kwamba nilitumana na neno langu na likahubiriwa, ukaambiwa ukuwe mtiifu, lakini haukukuwa mtiifu. Kwa hivyo wewe uko mahali pale na ya kwamba hujajua unatakana kufanya nini. Jua ya kwamba Mungu amekuita, haukujileta tu. God called you in his house. Alikuita katika nyumba yake. Hakukuita tu ukuje usikilize neno pekee. Alikuita usikilize neno na ulitende. Bwana asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba let us not be hearers of the word but doers of the word. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tumekuja hapa Jumapili, ukitoka na pale nje, tafadhali ihubiri injili ya Bwana. You have been called to serve God. Preach the word of God in season and out of season. Mahali popote ulipo, hata kama ni kwa biashara, ukikatakatia mtu boga akisimama akigoja, mpatie neno moja la Mungu. Ukiwa kwa ofisi yako, unapomhudumia Mungu, mpatie neno moja la Mungu. Na neno moja la Mungu haliwezi pita bure mpaka litaingia kwa mawazo ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi wote tuko na kazi ya kutenda, na tutakapotenda hiyo kazi ndio tutakuwa chombo cha dhamana ambao Mungu ametuteua kuwa. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba unapoendelea kuangalia wana wa Israeli, tutajua ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wakiambiwa mambo haya, wana wa Israeli walikuwa wametengwa na Mungu ili wakuwe pisha. Sisi tuwe tukijipima na hawa wana wa Israeli, tunajua waliaguka, hata sisi huwa tunaaguka. Wanasimama, Mungu anawasimamisha, hata sisi hivyo ndivyo Mungu anatusimamisha. Lakini tujue ya kwamba it is our responsibility to preach the word of God. Umekuja hapa kila Jumapili, umewekwa maneno, lakini umekaa tu nayo, hauitoi huko nje, ili ukikuja Jumapili ingine iongezewe. Na watu wako pale wanagoja mimi, wanagoja wewe, but we are just there. Bwana asifiwe. Bwana atusaidie.
Washeni tulihubiri neno la Mungu mahali popote walipo. Imagine hatutakuwa tu wahubiri hapa kwa pulpit. Hapa kwa pulpit ni kuhubiri, ni kuambiwa, tunaambiwa ile kitu tutatoka nje twende tukafanye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unalisikiza neno, usigoje kuja hapa kwa hii pulpit. Lakini imagine kuna pulpit nyingi ambao zimeandaliwa na Mungu huko nje. Na ndiye anasema I have called you. Nimewaita nyinyi na mkumbuke kwenye niliwatoa. There are people who are still there even today. It is your responsibility. Bwana asifiwe. Ni jukumu lako na ni jukumu langu ya kwamba wale watu watalisikia neno la Mungu kupitia kwako. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Mungu hatawahi rudi kabla watu wote hawajalisikia neno. Ni nani atahubiria hawa? Si ni sisi? Ni nani atahubiria hawa? Si ni sisi? Tuinue mkono. Sisi wote ni wahubiri. Kwa sababu haijalishi neno moja hilo lenye unajua, abia hata awasha kumwambia mambo mengi. Ukikuta huyo mtu mwenye hata hajui kama kuna maana ya kwenda kanisa, just tell him or her, Mungu anakupenda. God loves you. Hiyo ni pleasing enough. Kwa sababu hawa watu, kuna watu wengine hawajui kama wanapendwa. Kuna watu wengine wanafiri ya kwamba them hawana uhai, hawana maisha, na ndio unaona so many people are dying day in day out. As we still stay here in the church, tukigoja ya kwamba hapa tu ndio tutahubiri. Hao watu wako huko nje wanakufa kila siku kwa sababu ya kukosa kuona maana ya maisha yao. Na mimi niko hapo na wewe uko hapo, tunaendelea kulala. May God help us to wake up and preach the word of God. That is being obedient to do the word of God as it kama vile inatuambia. Bwana asifiwe. Na tukiangalia kama vile First Peter inatuambia, hiyo somo ya pili inatuambia ya kwamba kwa sababu sisi ni kuitwa, tumeitwa na tumeitwa ili tuihubiri Injili. Kuna mambo lazima tutawashana nayo. Bwana asifiwe. Kuna mambo hatutaandamana nayo na tuweze kuihubiri Injili. Na ndiye anasema ya kwamba lazima ndio tukue the treasured possession of God, obedient serving God. Lazima tuondoe malice ama uovu wote. Lazima uovu wote usiitanishwe na majina yetu. Kwa sababu uovu ukiendelea kukua pamoja na sisi, hata tukisimama nje hatutaweza kuihubiri Injili. Bwana asifiwe. Maandishi inatuambia na Gikuyu yugaga mutigacukirwo, reke itweherie ũru wothe, reke itwirute gwikaga wega. Bwana asifiwe. By doing good you are preaching. Bwana asifiwe. Sasa zingine hata usimami kupreach, but the things that you are doing inafanya uonekane ya kwamba unahubiri. Kwa sababu kuna mtu anaweza sema, nikienda kwa yule mama hata kama sina nguo ya kuvaa atanipatia. Nikienda kwa huyo mama hata kama sina chakula atanipatia. Mambo ambayo unaongea, wengine hata kuongelea hata hao watu wenye wako nje. Mwingine anaweza kukuuliza swali, alafu uweze kumjibu vizuri. Haya mambo yote, hiyo ndio uovu wote. Saa zingine umepatikana kwetu. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba lazima tuondoe ili tuweze kumtii Mungu na tuweze kukua chombo cha dhamana ambao Mungu ametutayarisha kwa kumtumikia. Pia inasema tuondoe hila sote, ubaya wa roho. Unaweza kuwa wewe unasema ya kwamba niye ngoro yakwa kaindiendaga mundu ucio, roho yangu haipendi huyo mtu. Sasa roho yako inakosa kupenda huyo mtu, na imagine si wenu, si wewe ulimuumba, hata hujui yako kwa sababu gani, but unasema roho yangu huwa haipendi huyo mtu. Hiyo pia ni dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu lako kujua kwamba hiyo yote lazima uitoe ndani yako. Na pia kuna ingine inasema ya kwamba lazima tutoe unafiki, hypocrisy. Unafiki unafanya unashekea mtu kwa mdomo, lakini kwa moyo kumejaa ubaya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wewe unajua ni watu wangapi, na hasa sana kama sisi watu wa kanisa, unafiki ni mingi. Mnakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Tafadhali niinueni mkono, kwa sababu unafiki imejaa. Unafiki imejaa kwa sababu ninakushekea kwa mdomo, lakini nikiondoka hapo kando nasema usio noge muona simpedangi ona tamuge idia todo atiuma no doge. Unafiki umejaa. Na imagine sasa ile shida, kitu ya kuogofia, Mungu akiwa biguni, imagine anaona. Mungu mshugusa mioyo, yeye hushugusa mioyo, but we don't fear the God who searches the hearts. Bwana asifiwe. God who searches the heart of man. Na Biblia inasema the heart of man imejaa mambo machafu. Kwa hivyo tunaambiwa lazima tutayatoa haya mambo. Bwana asifiwe. Kwa sababu despite huyo mwenzako haoni, Mungu anaona. Bwana asifiwe.
Wakati mwingine najihurumianga hata mimi nikijiuliza, ati wanasema, Biblia inasema mawazo ni mbegu za mambo. Ati hapa kwa mawazo ndio mbegu ya mambo yale mabaya. Na ni kweli, si hata wewe unaweza kutana na mtu hata kutaka kutenda dhambi, lakini unajikuta kwa moyo wako unajinenea huko ndani kuhusu huyo mtu vibaya. Si unaona mawazo inaanza hata huko peke yako, lakini unakutana na mtu mawazo yako inaanza kuwaza mabaya. Na ndio ikasema ati mawazo ya mwanadamu ni mbegu za mambo. Huko ndio kwenye mambo yanapandwa, yanamea. Yakishamea roho inaanza kuyatoa yakiwa mabaya. Kwa hivyo tujue ya kwamba haya mambo Mungu huwa hayapendi. Na pia evil speaking ama masigisio, unaweza kuwekelea hata mtu kitu hakusema, kitu hata hajui, hata yeye anasikia ikiwa hadithi, kwa sababu hakujua ya kwamba kuna jambo kama hiyo. Anaisikia, anashangaa, hiyo ni yangu, lakini mtu alishaongea. Kwa hivyo sisi haya mambo Biblia inasema ya kwamba hiyo ni our old nature. Hivyo ndivyo tulikuwa. Huko ndio kwenye tulikuwa kwa masegenyo, kwa mambo ambayo haifai. Huko ndio tulikuwa tunatembelea, ndio kwenye tulikuwa tunachezea. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati alituita, alitutoa kule kwa hayo mambo. Kama vile alitoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, hata sisi Mungu alituita akatutoa kwa hayo mambo, na tunaambiwa lazima tuwashane nayo ili tumtumikie Mungu tukiwa watu ambao wamekubalika. Ndio tuweze kumtolea dhabihu ambayo imekubalika, kwa sababu hayo ni mambo ambayo haifai hata kidogo. Na Biblia inasema ya kwamba haya mambo hayafai kuwa katika moyo wa mtu ambao anamjua Mungu. Ukisoma katika Ephesians 4 verse 25, sijui kama watu wa media wanaweza tuwekea Ephesians 4 verse 25, inasema, basi ufueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Bwana asifiwe. Lazima tuufue hata uongo. Wakati mwingine watu wanasema ati uongo kidogo si baya. Uongo tunaambiwa tuufue hata wa simu. Ukipigiwa simu na mtu unaweza kusema ninakuja na uko kwa bafu. Hiyo pia ni uongo. Ukiteremka tu kwa hiyo fasi ambao, kwa hiyo nini yenye ulikuwa umetufungulia verse 29, teremka tu kwa hiyo Efeso 5. Sasa tuende kwa verse 29. 29 inasema, neno lolote lililo ofu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Ati maneno ambayo ni mabaya yasitoke vinywani mwenu, ili masikio ambayo inasikia iweze kusikia kitu cha dhamana, kitu cha maana. Na kama wewe ni kiumbe ambacho ni cha dhamana machoni pa Mungu cha kumtumikia, kwa nini unatoa maneno ambayo masikio yenye itasikia haitampenda huyo Mungu? Tumefanya Mungu ameshukiwa na wengi kupitia vinywa vyetu. Bwana atusaidie ili tukatenda, na tutaendelea huo mstari wa 31. Luka tu hiyo Ephesians 4 verse 31. Tafadhali twende tukijua ya kwamba inasema ya kwamba ushungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matusi yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Bwana asifiwe. Ati haya mambo yote ya ghadhabu, hasira, hata hasira mtu anasemanga nie de wa marakara. We umeokoka lakini unasemanga ni marakara makwa. We bado umeyabeba, ulipeleka msalabani mahasira yako, alafu wakati uliokolewa ukarudi ukaibeba, ukatembea nayo. Bwana anasema haya yote lazima tuyatoe ili tuweze kuihubiri injili ya Bwana. Kwa hivyo ni wakati wako ili ukaweza kutoa haya mambo yote. Wewe unajua yale yako ndani yako, na kama haiko ndani yako unajua penye Mungu alikutoa kwa hayo mambo. Kwa hivyo ishukue kasi ya injili na ili uendelee kuihubiri huko nje. Na Diana kasema ya kwamba like newborns, kama watoto wadogo, tutamani kunywa maziwa ya kiroho ili tukaweza kukua. Bwana asifiwe. Maziwa ya kiroho ni neno la Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba kama watoto wadogo ambao tumemjua Mungu, tukue tu kama watoto wadogo, tutamani kukunywa maziwa ya kiroho. Tukue kama watoto wadogo, tuanze kujifunza neno. Tuanze leo kujifunza neno. Na wewe mwenye umejifunza uendelee kujifunza zaidi ili tuweze kusimama na neno la Mungu huko nje. Tuihubiri injili wakati wowote.
mahali popote tulipo, kwa sababu mahali ambapo Mungu amekuweka kuna watu wamekusigira na hawajamjua Mungu, na anataka wamjue kupitia kwako. Kwa hivyo uko na jukumu la kufanya. Hata washe kumwambia twende kanisani kwetu, kabla ya mwambie mwende kanisani, muhubirie Injili, muhubirie neno liingie ndani ya moyo wake, ili neno likishaingia litamnenea na limbadilishe na litamlete katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutamani kukunywa maziwa ya kiroho ambao ni neno la Mungu, na ili tukishaikunywa tutakuwa tunaweza ishi tu kanisani, lakini we have never grown. Hatujakuwa, sisi bado ni watoto. Na ndio unaona kunapatikana unafiki, ndio unaona kunapatikana hasira, ndio unaona kunapatikana masegenyo, ndio unaona kunapatikana kushukiana, kwa sababu hatujakuwa kiroho. Bwana asifiwe. Ukisikia maneno yako imeogewa kidogo, inakushokesha. Na Yesu mambo yake iliogewa, lakini hakukosa kutufia msalabani. Lakini wewe ukisikia mtu alisema kuhusu maneno yako, hiyo kitu inakusubua mpaka uweze pata usigisi. Na ukikosa usigisi wewe, na wewe unasema, ni kuonyesha hujakuwa kiroho. Tukueni kiroho watu wa Mungu, ili hata ukisikia maneno yako utayasikia yakiondoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tukue kiroho, na ndio tumeambiwa na hii nini ya Petro, lazima tukubali kukunywa maziwa ya kiroho, neno la Mungu, ili tukue kiroho. We must grow spiritually. Lazima tusije tukakasirisha kaga na kitu ambao haina maana. Unakasirikia mwenzako kwa kitu yenye haina maana. Unakasirika kwa sababu watu waliongea maneno yako, washa waongee. Kama watoto washanga waliosaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ili tukue, kwa sababu tusipokuwa hatutaweza kuihubiri Injili. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wa kukukasirisha wamejaa tu nje. Si wamejaa? Hakuna siku ati unafikiri watu wanaweza kukupenda wote. They will never. Hawatawahi kukupenda wote. Kama Yesu alikuwa Mungu, akitembea, akiponya, akifanya yote, lakini hakupendwa. In the real sense, baada ya kupendwa aliuawa, kifo cha aibu msalabani, bila nguo, akapigiliwa misumari, and he was God. Who are you? Ati watu wataongea juu yako? Wataongea. Lakini kama vile Yesu alinyamaza kimya, hakujitetea. Even you, just keep quiet. Hubiri Injili, washa waongee. Kwa sababu kitu kimoja kinanifurahishanga ni kwamba wale watu ambao huongea juu yako, hawataongea juu yako ukisikia. Wataongea wakati umetoka, ndio wanabaki wakisema, unaona huyo anafanyanga. Hawawezi ongea kama uko hapo. Kwa hivyo those people are called backbiters. Backbiters, they will only be able to back you in the back. Bwana asifiwe. Watakubaki in the back. If they cannot be able to back you in front, then move on. Ni nini inakuzuia kuendelea mbele? Endelea mbele ukihubiri. Washa wabaki wakiongea, na wewe uendelee ukihubiri Injili. Na ukifanya hivyo, naye hata hao wenye unahubiria na hawa wenye wanaongea juu yake, itafika mahali watashoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tukubali kukunywa maziwa ya kiroho ambao ni neno la Mungu, na ili tukaweza kukua na tukue kiroho, ili tukaweza kumtolea Mungu dhabihu ambayo iliyokubalika. Kwa sababu tumeendelea kufunzwa na hiyo somo la pili ya kwamba inasema ya kwamba tukuje maziwa ya kiroho, tumtolee Mungu dhabihu iliyokubalika na tumuamini Mungu. Kwa sababu Mungu, Jesus is the cornerstone, the stone that yenye ilikataliwa na wajenzi na ikarudi kukua mawe ambao ilikuwa ni ya maana. Inasema ya kwamba to those who believe he is precious, kwa wale ambao wanaamini Yesu, kwao he is so precious. Bwana asifiwe. Kwa sababu yake, that is why we are able to stand. Ni kwa sababu yake we are able to preach the gospel. Ni kwa sababu yake tunaweza kuihubiri Injili. Ni kwa sababu if we accept and we become obedient, then he will be precious in our lives, na atatusaidia kumove on. Kwa hivyo ni juu yako na juu yangu tuendelee kuhubiri. Na pia anasema those who do not want to obey God's truth will stumble over the truth. This is in Isaiah 14. Those who will not obey God's truth will stumble over the truth, and this truth is Christ. Isaiah 8:14.
Hebu tuwekee Isaia 8:14. Ati wale ambao watamkataa na watakataa ukweli, na huu ukweli ni Yesu Kristo. Na wakati tumebeba hayo yote ambayo tumeiona hapo mbele, hatuwezi kuwa na Kristo ndani yetu. Inasema naye atakuwa ni mahali patakatifu, bali ni jiwe la kujikwasa na mwamba wa kujikwaa kwa nyumba ya Israeli, sa Israeli sote mbili, na mtego na tansi kwa wenyeji wa Israeli. Bwana asifiwe. Tujue ya kwamba kwa wale watakao mkubali atakuwa mahali patakatifu. He will be holy. Yeye Yesu Kristo atakuwa ndani yetu, na kwa hivyo ndani yetu kutapatikana mambo ya maana. Lakini tukimkataa, na yeye atatukataa. Bwana asifiwe. Biblia husema ya kwamba mkinikataa, hata na mimi nitawakataa. Na Mungu kwa sababu yeye alituumba, akatuweka kuwa viumbe na vyombo vya dhamana, lakini akakwambia choice is yours. If you want mimi nikuwe na wewe, chaguo ni lako. Kama hutaki, pia chaguo ni lako. But kila kitu ambao utaamua, it has its consequences. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni juu yako na juu yangu. Nijue ya kwamba haya mambo yote ambayo yanafanyika, Mungu ananitaka nikubaliki, nikuwe mtu ambao amekubalika, kwa sababu haya mambo yote tumeyaona yatakuwa yametoka ndani yangu. Na ndiye anasema ya kwamba when we do that, we will be a chosen generation, usao ambao ni mteule. We will be a royal priesthood, ukuhani mtakatifu. Ujue ya kwamba you can never be a royal priesthood if you don't know the work of the priest. Priest kazi yake ni kuihubiri Injili, ni kuombeana, ni kufanya yote ambao Yesu alifanya, kwa sababu yeye ndio kuhani mkuu. Kwa hivyo wewe kama huwezi jiombea, huwezi ombea mtu mwingine, huwezi ombea wengine wenye wako na shida, hauwezi kuhubiri Injili. Na ujue ya kwamba kuhubiri Injili si lazima usomee. Unaambiwa tu kazi yako ni kuisoma Injili, kuisoma Biblia. Bwana asifiwe. Ukisoma Biblia, hilo neno ambao umelishika lipatie mwingine. Liwashe kukaa ndani yako, ili likaweza kumsalia Mungu matunda. Ni kwa sababu hivyo ndivyo anavyopenda. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba we will be a holy nation. Tutakuwa taifa ambao ni takatifu. Kwa hivyo wewe una jukumu, mimi nina jukumu ya kulichukua neno la Mungu na kutakasika na kutoa yale yote ambayo yanafanya hawezi patikana ndani yangu, na nianze kukunywa maziwa ya kiroho. Nianze kujua neno la Mungu na kujua vile linataka, nianze kulihubiri na niondokee mambo ambayo inanitoa katika wema wake. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba sisi ambao hatukukuwa watu tena, tutakapofanya haya tutakuwa watu tena. We will be called, we will belong to him to declare his praises. Bwana asifiwe. Tutakuwa watu wake wa kuutangaza ukuu wake. Si ndio chorus inasema? Wakati tutafanya hayo yote, wakati tutajitakasa, wakati tutakuwa viumbe vitakubalika, sasa tutaweza kukua wake kamili, na tutaweza kutangaza mausia yake, tutaweza kutangaza praises zake, kwa sababu yeye ndiye alituita. Na anasema he has called us out of darkness to his marvelous light. Bwana asifiwe. Ametutoa katika hiyo giza na ametuleta katika mwanga wake. Kwa hivyo ni wewe ujue ugali katika giza. Bwana asifiwe. Uko mahali pale, but ugali katika giza. Na kukua katika giza ni when you don't have Christ in your life. Na unakujaga kanisa kila Jumapili, unarudi unaenda nyumbani. Christ is standing at your door. Kwa moyo wako anabisha, umfungulie ili aweze kuandamana na wewe, aweze kutoa ile giza, aweke hii nuru ambayo haiwezi weza kuelezeka. Bwana asifiwe. Uko mahali pale na ungetaka kukua na hii nuru, ungetaka kukua na hii nuru ya Yesu Kristo ndani yako, ili unapotembea atakuwa nuru na taa ya miguu yako. Bwana asifiwe. Ukiwa uko mahali pale, jua ya kwamba God is calling you into salvation. Anakuita leo uje umkubali. Haya mambo ambayo yanakusubua, haya mambo ambayo unaona haifai, anakuambia ako na nguvu ya kuitoa ndani yako. Wewe kazi yako tu ni kutii na kuitika, kuisikia sauti yake na kuitika kuja kumfuata. Bwana asifiwe. Ikiwa uko mahali pale umeitwa, kwa sababu wakati uliingia na ule mlango alikulete,
na akakuleta ndio usikie neno lake. Na ukisikia neno lake, kuna mambo ambayo inakufunga, anakwambia hayo mambo ambayo inakufunga uyaweke kando, usimame na miguu yako, ukubali kuchukua hatua ya imani, na ili akuokoe, atembee na wewe, atoe giza, aweke nuru yake ambayo itang'aa maishani mwako, na utaweza kuwaambia wengine kuna Yesu ambao huokoa. Bwana asifiwe. Uko mahali pale, usije ukasema ya kwamba hukupatiwa nafasi na ungependa ku remove the darkness that is in you, ili ukubali huyu Yesu aingie ndani yako. The truth, Christ is the truth. You can never know truth if you don't have the truth in you, and Christ is the truth in us. Bwana asifiwe. Amuka mahali pale kama uko hapo, na usiogope, usione aibu, kwa sababu yeye ako tayari kwa yeyote atakaye kubali. Na ninasemanga kwamba kuokoka wewe ni kukiri na mdomo, na ni moyo kukubali na kukiri na mdomo. Kudumisha ni kwake yeye. Hata sisi hatuishi kwa wokovu kwa sababu ya kutenda mazuri, ni kwa sababu amedumisha wokovu ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo ni nafasi yako, ukiwa uko mahali pale na unalisikia hili neno, na unaona ya kwamba vile dhimu yetu inaongea vizuri, inatuambia kwamba we are treasured possession ready for service. Just come, kuja ili ukampokea huyu Yesu, ukapokea the truth in you, ukapokea the right, na ndio uweze kukua nuru kwa wale ambao wako kule nje. Hauwezi kuangaza kama hujaweza, hauko na Kristo ndani yako. Akiwa ndani yako anakupatia nuru, na hiyo nuru inaangazia wengine. It is your time, you who is there. Ukiweza kusimama, na tunapofanya hivyo, ningependa tuwekewe wimbo ile ya Trust and Obey. Sijui kama mnaijua na Kiswahili. Trust and obey, because God wants us to trust him and to obey him in everything. Na kwa sababu mnaweza kosa kuijua na Kiswahili, tuwekewe na Kiingereza na watu wa media. Trust and obey, ili tunapoendelea, tukimaliza, tujue ya kwamba God wants us to trust, always to trust and obey him. What a glory. Umetoa. Ni vizuri tutaiba hiyo wimbo, itusaidie ndio tujue ya kwamba God wants us to trust him and to obey him, so that we become the possession that he has called us for. When we walk with the Lord in the light of his word, what a glory he sheds on our way. While we do his good will, he abides with us still, and with all who trust and obey. Kidogo tu nilikuwa nataka tusiibe na keyboard, tuibe tukisikiliza hiyo maneno kwa mioyo yetu, ikitunenea, si ndio? Tuibe ikitunenea, na Bwana atatusaidia. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can last, not a cloud in the skies, but his mask quickly drives it away. Not a doubt, nor a fear, not a sin, nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we share, not a sorrow we share, but a toil doth richly pay. Not a grief, nor a loss, not a frown, nor a cross, but his breast if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but
but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Hivyo ndivyo Mungu wetu umesema ya kwamba tunahitaji tu kukuamini na kukutii. Na mwimbaji akasema ya kwamba tutakapoamini na kukutii, Baba wa mbinguni, kwenye utatutuma tutaenda, na ile kitu utatuambia tutende tutatenda. Tusaidie Mungu wetu, maana na nguvu zetu hatuwezi kamwe, lakini ukiwa pamoja nasi na mwelekezi wetu Mungu wetu, tunakuomba ya kwamba utaweza kutusaidia kukuamini hata na kukutii na kutii mausia yako, ili tukufurahishe na wale wako nje Mungu wetu, kupitia kwako wakakujua Mungu wetu, kupitia kwako jamii zetu zikabadilika, kupitia kwako Mungu wetu kanisa lako likabadilika, na kupitia kwako nchi yetu ikabadilika. Kwa hivyo tusaidie Mungu wetu tukuamini na kutukutii, maana hivyo ndivyo unavyopenda. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen.